Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la 14, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Hosea, sura ya 2, aya ya 14 mpaka aya ya 16. Na aya ya 19 mpaka aya ya 20. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo, sura ya 9 aya ya 18 mpaka aya ya 26. Karibuni tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, akaja jumbe mmoja, akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo, uweke mkono wako juu yake, naye ataishi. Akaondoka Yesu, akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka, akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana akufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa, aliingia, akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi ile yote. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, leo kanisa linafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Maria Goreti, bikira na shahidi. Pamoja na kumtafakari mtakatifu huyu, pia Injili ya leo inatualika kutafakari juu ya imani katika Kristo, yaani imani ambayo Mtakatifu Maria Goreti aliishi. Leo hii watu wengi, hasa sisi wa Kristo tuliobatizwa, tumekosa utulivu wa kiroho kwa sababu ya kutokuwa na imani thabiti kwa Kristo. Yaani imani zetu zimejikita zaidi katika vitu na watu, ila si kwa Kristo. Injili ya leo inatutafakarisha juu ya imani kupitia wahusika wawili, jumbe na mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Jumbe ambaye alikuwa ni kiongozi au mkuu wa sinagogi, ambaye aliheshimika sana na alikuwa mtu muhimu katika jamii. Lakini alipopatwa na shida, alijiona yeye si kitu mbele ya Mungu. Alimwendea Yesu kwa moyo wa unyenyekevu, akimwomba Yesu amfufue binti yake, na aliamini kwamba Yesu kwa kumwekea tu binti yake mikono atafufuka. Yesu kwa kuona imani ya jumbe anaenda kumfufua binti yake. Japo alikumbana na kejeli alipoenda nyumbani kwa jumbe, kwa sababu watu waliokuwepo nyumbani kwa jumbe hawakuamini kwamba Yesu anaweza kumfufua mtu ambaye amekufa, na kwa imani yao ya kibinadamu jambo hilo haliwezekani. Lakini Yesu alionyesha uwezo wake. Pia tunamuona mwanamke ambaye alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kutokwa damu kwa muda wa miaka 12. Alihangaika muda mrefu kutafuta suluhisho la tatizo lake, lakini alishindwa. Akiwa katika mahangaiko, akatambua Mungu pekee ndiye tabibu wa kweli. Hivyo akamwendea Yesu kwa imani, na aliamini kwamba akigusa tu pindo la vazi lake atapona. Na kweli baada ya kugusa akapona. Hivyo wapendwa, tunapotafakari juu ya imani katika Kristo, hatuna budi imani yetu kuiambatanisha na moja, unyenyekevu. Jumbe na mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12 walionyesha unyenyekevu kwa Kristo.
Tunamwona Jumbe alipomwendea Kristo alimsujudia kama ishara ya unyenyekevu kwa Kristo. Ndivyo maisha yetu ya Kikristo yanavyotakiwa kuwa, yaani imani yetu lazima iambatane na unyenyekevu, yaani tuyapokee na kuyaishi yale yote tunayoamini kwa imani na unyenyekevu, bila kuangalia umaarufu na upekee wetu katika kanisa au jamii. Jambo la pili, imani yetu lazima iambatane na matendo. Imani lazima iambatane na matendo. Tunamuona Jumbe aliamini kwamba Kristo anaweza kumfufua binti yake, lakini hakubaki katika imani tu, bali alimwendea Yesu kwa unyenyekevu na kumuomba amrudishie uhai binti yake. Na hata mwanamke ambaye alikuwa anasumbuliwa na tatizo la kutokwa na damu aliamini kwamba Yesu anaweza kumponya. Hivyo anamwendea Yesu na kugusa upindo wa vazi lake. Ndivyo ambavyo maisha yetu ya Kristo yanavyopaswa kuwa. Yaani tusiishi kwa kusema tu tuna imani, la hasha. Lazima imani yetu idhihirishwe kwa matendo yetu. Leo hii watu wengi tumeishia kumuomba Mungu atupatie vitu au mafanikio mbalimbali, lakini hatuonyeshi juhudi ya kuvitafuta vitu au mafanikio tunayoomba, bali tumejikita katika imani tu kwamba Mungu atatenda, jambo ambalo halitakiwi katika maisha ya Kikristo. Jambo la tatu, imani yetu lazima iambatane na kuombea wengine. Jumbe anaionyesha imani yake kwa kumwombea binti yake, na tunaona kwa imani yake binti yake anarudishiwa uhai. Hata sisi kama Wakristo tunaoamini katika Kristo hatuna budi kuwaombea wengine ambao tunawaona wapo katika mahangaiko mbalimbali, hasa waliokata tamaa na kufa kiimani. Tuwaombee kwa Yesu Kristo awarudishie matumaini ili warudi tena katika upya wa maisha ya Kikristo. Jambo la nne, imani yetu lazima isiwe na mashaka. Katika kuamini lazima tuondoe mashaka, kwa sababu tunaona watu ambao walikuwa nyumbani kwa Jumbe, Yesu anapoenda na kuambia kwamba binti wa Jumbe hajafa bali amelala, hawakuamini. Na hivyo walimcheka, waliona kwamba anaongea kitu ambacho hakiwezekani. Ndivyo hata maisha yetu kama Wakristo yalivyo. Mara nyingi tunaamini, lakini tupo katika mashaka na wasiwasi. Hii inatufanya tutoke katika imani ya Kikristo na kutafuta imani zingine. Leo hii kwa sababu ya mashaka juu ya imani yetu, tumekuwa Wakristo ndumila kuwili, yaani ni Wakristo lakini tunaamini katika waganga wa kienyeji na ushirikina kuliko nguvu ya Mungu. Mtakatifu Maria Goreti, bikira na shahidi, ambaye historia yake inatuonyesha kwamba hakutenda mambo ya ajabu sana, bali alikuwa akiyatenda mambo ya kila siku kwa uangalifu mkubwa. Fadhila kuu za moyo wake zilikuwa ni unyenyekevu na moyo mkunjufu, na alipendelea sana kutunza usafi wa mwili na roho yake. Maria Goreti akiwa na umri wa miaka 11 alipokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu, sakramenti ambayo ilimfanya aimarike zaidi kiimani. Alikuwa na hofu ya Mungu na hakupenda kumkosea Kristo, hivyo aliungama mara kwa mara ili kujipatanisha na Kristo. Maria Goreti akiwa na umri wa miaka 12 alishawishiwa mara 3 na kijana aitwaye Alexander wa Sereni ili amuingilie kimwili, lakini Maria Goreti kwa imani yake thabiti kwa Kristo alimkatalia, na hivyo Alexander alikasirika, amchoma visu Maria Goreti na kumsababishia kifo. Lakini katika ukatili wote huo aliotendewa Maria Goreti, alimsamehe na kumwombea toba Alexander ili amrudie Mungu. Hivyo alikufa kama shahidi wa imani ya Kikristo kwa kukubali kuyaishi maagano ya imani yake. Na ndivyo anavyotualika mimi na wewe kwamba daima tubaki katika imani yetu ya Kristo, hata kama tunakumbana na vipingamizi mbalimbali. Daima tusirudi nyuma, bali tubaki imara. Hivyo wapendwa familia ya Mungu, tukiwa katika mwezi huu wa 7 ambao tunatafakari juu ya damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tumombe Mungu atusaidie daima tubaki na tuendelee kuamini na kuthamini damu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo kwayo tumekombolewa kutoka utumwa wa dhambi, tumetakaswa na tumepatanishwa na Mungu na kuwa watoto wa Mungu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Jairus Mgaya
wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.